Bwana Yesu asifiwe, watoto wa Mungu. Naamini Mungu amekuwa mwema kwenu kwa majira haya yote. Ni wakati mwingine tena ambao Mungu amependa tuweze kulitafakari neno lake na kupata ujumbe ambao Mungu ametaka uwafikie watoto wake na watumishi wake. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tuna kila sababu ya kukushukuru na kusema asante kwa ajili ya wingi wa rehema na neema. Asante kwa fadhili zako zilizokuu Yehova. Asante kwa namna ambavyo unatupigania, unatutetea, unatushindia. Hata pale ambapo vita tunakuwa hatuioni. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa baba kwetu, umekuwa kimbilio letu. Baba, tunasema asante. Asante kwa pendo lako Mungu, asante kwa huruma yako, asante kwa fadhili zako, ambazo bila hizo tusingekuwa mahali tulipo. Baba, tunanyenyekea magotini pako. Siku hii ya leo Bwana, jinsi tulivyo tunasogea mbele ya madhabahu yako kwa toba na rehema, tukiomba Mungu uturehemu, utusamehe kwa malango yoyote ambayo tumeyafungua Bwana, ambayo yameleta uharibifu kinyume na kusudi lako juu ya maisha yetu. Tunaomba Bwana utusamehe kwa mawazo yetu, maneno yetu, matendo yetu, mahali ambapo Bwana kuna mambo tuliyoyafikiria ambayo Mungu yamekuwa kinyume na kusudi lako. Tunaomba rehema yako. Baba, uturehemu kwa vitu ambavyo tumevigusa na miguu yetu ambayo imekimbilia uovu. Baba, midomo yetu imenena yaliyo mabaya. Tunaomba utusamehe. Mavazi ambayo tumeyavaa ambayo ni machafu, yanayohitaji kusafishwa, lakini Mungu hatujauona umuhimu wa kusafisha mavazi haya. Tunaomba rehema. Wewe ni mwingi wa huruma na rehema. Na wewe ni Mungu ambaye huhesabu mabaya. Na Baba, unapoamua kutusamehe, unatusamehe kwa ajili yako mwenyewe, na wala hutahesabu tena dhambi zetu. Tunakusihi Bwana, kwa damu ya agano, Roho Mtakatifu wako akatujaze. Tunapoanza kulitafakari neno lako, ukatupe akili na uelewa wa kuweza kuyaelewa maandiko, ili Bwana tuweze kujua ujumbe ambao umeamua kuuachilia siku hii ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu tunakukaribisha, uanze nasi na umalize pamoja nasi. Amen. Mara nyingi mtoto anapozaliwa, na kabla mtoto hajazaliwa, Mungu anakuwa amempa vazi. Mungu anakuwa amempa jina la utambulisho kabla hajawekwa katika tumbo la mama yake. With the 9 months in the womb, anatengenezwa atakuwa ni mtu wa aina gani kabla dunia haijampokea. Leo tunazungumza kuhusu identity. Tunazungumza kuhusu identifying the seasons. But identity that we have been given by God since birth. Na ikanifanya nikapata wazo na kutafakari, mtoto wa Mungu, do we ask God tunapokuwa na ujauzito na kuzaa hawa watoto, au pale tunapogundua tu kwamba mimba imetungwa, do we ask God what name to give our kids? Je, majina ambayo tunawapa watoto wetu ni majina ambayo yako identified in heaven? Haya majina tunayowapa watoto wetu yana impact gani? Yana impact gani katika maisha ya watu wanaotuona na kwa kusudi ambalo Mungu amelipanda ndani yetu?
Watu wengi tumekuwa ni watu ambao tunapozaa tunasema, wengine tunaingia katika Google, tuna Google majina, tunamwambia Mungu kati ya haya nitatoa moja na nini. Lakini do we ask God the plans of the seed ambayo ameipanda ndani yetu? What plans he had for the seed that he planted within us, katika ule uzao ambao tunauzaa. Mara nyingi wengi tumekuwa tukienda mbele za Mungu tunapopitia majaribu, kutamani Mungu atutetee, kutamani Mungu atupiganie. Na wakati mwingine tunasema kabisa kwamba mimi ninapiganiwa na Bwana. Ni kweli Mungu anatupigania, lakini huyu Mungu anayetupigania, are we known to him? Are we identified in heaven? Who are we mbele za Mungu? Yumkini Mungu akawa anatu-identify kwa jina tofauti. Yumkini Mungu akawa anatu-identify kwa kitu tofauti kabisa, lakini sisi tunaenda mbele zake tukiwa tuna different garments ambazo sizo alizotupa tangu kuwekwa kwa misingi ya ulimwengu. Tunajulikanaje? Tunatambulikanaje? Tunaweza tukawa tunavaa mavazi mapya, lakini je, unapokazana kuomba Mungu akupe uvae vazi jipya, katika vazi hili jipya tunalolivaa au vazi jipya unalomuomba Mungu ulivae, tunaanza kushughulikia kwanza misingi tuliotoka? Kwa sababu mtoto wa Mungu, mavazi tunayoyavaa yana mahusiano sana na misingi tulimotoka. Kuna mavazi mengine tunavalishwa sio kutoka mbinguni, lakini tunavalishwa during the course of our birth. Na nikiongea hivyo ninamaanisha nini, mtoto wa Mungu? Kuna mavazi tunayovalishwa kwa sababu ya maneno ambayo tunakuwa tumenenewa tunapokuwa tumboni. Kuna mavazi tunayovalishwa pale tu tunapokuwa tumezaliwa, tumepokelewa na mikono ambayo imenena nini na kutuvisha mavazi gani. Kuna mavazi tunayokuwa tumevalishwa kutokana na ardhi tulimozaliwa. Kuna mavazi ambayo tunakuwa tumevalishwa kutokana na mazingira tuliomo, nikimaanisha kwamba ni mambo gani ambayo ukoo huo au familia hiyo ina practice. Tabia gani ambazo zipo katika hiyo familia, ni mavazi gani tuliovalishwa. Je, mavazi tulio nayo ni mavazi ambayo Mungu ametaka tuwe nayo? Tujiulize, wapendwa wa Mungu. Tunatamani sana tuwe tunavaa nguo mpya. Tunatamani sana tuwe wasafi, watu watuone kwamba ni wasafi. Lakini tunasahau kwamba usafi wa kweli unaanzia ndani ya mioyo. Tunavaa nguo safi nje, lakini ndani yetu tu wachafu. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi, misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Lazima, wapendwa wa Mungu, tuoge, ndio tuvae nguo zilizo safi, kwa sababu hatuwezi kuvaa nguo safi katika mwili mchafu. Tukivaa nguo safi katika mwili mchafu, ni kama mtu ambaye ametembea, ametoka majasho, hajaoga, anaenda anachukua perfume anajipulizia. Nini kinatokea hapo? Harufu itabadilika, itakuwa mbaya zaidi kuliko kuwa marashi mazuri. Kitu hiki kilinifanya nikakumbuka neno lililoandikwa na nabii Yeremia katika mlango wa 13. Tunaambiwa kwamba Yeremia alipewa maelekezo na Mungu ya kununua kitu kinaitwa loin cloth. Na wakati nilipokuwa nina Google
what loin cloth means, nikagundua kwamba inamaanisha undergarments. Zamani walikuwa wanavaa vitu kama mishipi katika viuno wanaume ambavyo vilikuwa vinawasitiri kama chupi. Lakini katika vazi hili Yeremia aliambiwa nini na Mungu? Aliambiwa asilitie maji, avae bila kulifua. Na baada ya muda Mungu akampa maelekezo Yeremia, akamwambia achukue nguo hii akaifukie katika pango na mto Euphrates. Baada ya hapo akamwambia aende akafukue akalitoe. Lile vazi lilikuwa halifai tena kwa kuvaliwa wala kwa kutumika. Mungu alikuwa anataka kudhihirisha ni namna gani ambavyo tunapovaa mavazi machafu yasiyofaa yanasababisha kutoa harufu, kunuka, kwa sababu tunasahau hata kusogea mbele za Mungu na kunyenyekea kwa ajili ya toba. Na ndio maana mara nyingi ukisoma wana wa Israeli utaona wengi walikuwa mara nyingi wakitenda kazi wakipigwa, wanaenda katika kulalamika zaidi badala ya kwenda mbele za Mungu na kugundua makosa yao yako wapi na kuomba toba. Mungu akawaona kwamba hawa watu wamekaa mbali na mimi, hawa watu wamenitenga, hawa watu wameamua kwenda kuabudu miungu mingine, hawafai mbele zangu kwa kutumika tena. Are we wearing clothes we are wearing for people to see us? Or are we wearing garments because the Lord gave us and they carry a purpose? Tunajulikanaje na tunakuwa identified vipi mbinguni? Maombi yetu yanasikilizwa kwa Mungu au ni makelele? Because the identity that we have in heaven speaks about the prayers, our prayers and how they are received in heaven. Mbingu je, zinaweza kuacha vyote zikutetee? Kama nilivyosema hapo awali, tumekuwa ni watu ambao tunasema mimi ninatetewa na Bwana. Na ni kweli unatetewa na Bwana. Lakini je, mbingu zinaweza zikaacha vitu vyote ili zikutetee? Kama Debora na Baraka walipoenda kupigana na Sisera na Mungu akaamua nyota zote ziamke kupigana hiyo vita kwa ajili yao. Hata adui, hata Mkanaani akawa sehemu ya kuhakikisha kwamba Sisera anakufa, kwa sababu Mungu stirred up the spirit katika moyo wa Mkanaani ili kuweza kuua Mkanaani mwenzie. Katika mwaka huu ambao tumeingia na bado mwaka ni mbichi, tunasema bado tuko mwezi wa pili, pamoja na kwamba tunaendea mwishoni. Tumevaa mavazi mapya, sawa, lakini mazingira ya vyumba vyetu bado ni machafu. Na Mungu anatamani tuweze kuyasafisha hayo mazingira. Mungu anatamani tutoe mabuibui yaliyotanda. Kuna mauti ambazo tunatembea nazo, na tunatembea na hizi mauti, watoto wa Mungu, bila wasiwasi. And yet we claim that we are having and we have worn new garments. Hatujafanya usafi wa kutosha ndani, na Mungu anatamani tufanye usafi wa kutosha ndani. Misingi ikiharibika, mtoto wa Mungu mwenye haki atafanya nini? Mungu anaangalia mioyo zaidi kuliko anavyoangalia nje. Mungu anaangalia the intentions of the hearts. Mungu anaangalia tumevaa mavazi gani ndani ya mioyo yetu. Kuna wakati tunakazana kuita jina la Bwana, jina la Yesu, Yesu niokoe, Yesu nakuhitaji. Majira mengine tunaona kama vile tumenyamaziwa, hatendi lolote. Lakini je, tumejiuliza kwa nini ananyamaza? Je, tumejiuliza tumevaa mavazi ambayo yanaendana na sisi? Je, tumevaa mavazi ambayo yanatutambulisha na mbingu? Je, tumevaa mavazi ambayo tunajulikana na mbingu?
Most of us tumekuwa ni watu ambao tunatembea mahali ambapo sio sahihi. Na mara nyingi watoto wa Mungu tunafanya hivyo. But still, pamoja na kwamba tunatembea kinyume na kusudi la Mungu, bado tumekaa ni watu ambao tunatamani the hand of God to be upon us, even though we are going against the will of God. Na Mungu anaporuhusu tupate adhabu, Mungu anaporuhusu shetani atupepete, tunaenda kwa Mungu kwa lawama badala ya kwenda kwa Mungu kwa toba na kurealize where our mistakes are, ili tuweze kutengeneza na kusimama sawasawa katika kusudi ambalo Mungu ametuwekea ndani yetu. Lazima tuelewe, watoto wa Mungu, kwamba Mungu habariki pretense. Mungu habariki maigizo. Mungu anabariki true you, yule mtu wa kweli aliyoko ndani yako. Na watu wengi tumekuwa tunamdanganya Mungu tukidhani kwamba Mungu hatuoni. Lakini ni kitu gani ambacho tunaweza kukificha mbele ya uso wa Mungu? Tunaonekana tofauti nje, ila ndani yetu we are totally different. Tunakuwa real. Tunatakiwa tuwe real, na Mungu anataka tuwe real. Kama ilivyo GPS location, Mungu atakubariki where you are with the sincerity of the heart, na not other place where you are. Lakini Mungu atakubariki pale ulipo, pale anapotegemea uwepo kwa majira yale. Sisi tuko wapi? Na yumkini hatujui tuliko kwa sababu ya mavazi tuliyoyavaa. Kuna nyakati Mungu anaruhusu to break ili tujue nafasi yake kwenye maisha yetu. Anaturuhusu tupite katika mapito ili tujue nafasi yake katika maisha yetu. Kuna majira mengi sana, watoto wa Mungu, tunapishana na baraka ambazo Mungu ameziweka juu ya maisha yetu kwa sababu ya mavazi tuliyoyavaa. Yumkini tumevaa tabia zisizofaa, yumkini tumevaa nguo ambazo zinatuletea umauti, yumkini tumevaa vitu ambavyo vina represent vitu ambavyo havifai katika maisha yetu. Yumkini kuna vitu ambavyo vinatusababishia tushindwe kuonekana mbele za Mungu kwa sababu tu ya appearances katika spiritual realm. Tukumbuke kwamba mwanzo tulisema nguo ina represent vitu vingi. Nguo ina represent maisha ya mtu, nguo ina represent uchumi tulionao, nguo ina represent tabia, nguo ina represent mamlaka, uongozi, nguo ina represent status of health. Je, kabla hatujavaa hizi nguo tunamuuliza Mungu what to wear? Unatoka na kuamka nyumbani kwako asubuhi na kutaka kutoka, do you ask God, what am I supposed to wear? Ile nguo ambayo umenipangia ni ipi? Kwa sababu yumkini kuna mahali unaenda, Mungu anatamani upate kubarikiwa, na mtu ambaye anatakiwa kukubariki anatakiwa aone lile vazi ulilolivaa, atakutambua kwa vazi lako, and you are wearing something totally different. Na matokeo yake mtu anaweza akasema, yes, nimeona sura hii niliyoiona katika maono, lakini haya sio mavazi ambayo Mungu alinisemesha atakuwa ameyavaa. Na matokeo yake unaona kwamba baraka ambayo ilikuwa iwe juu yako inapotea kwa sababu tu umeshindwa kuvaa vazi ambalo Mungu alitaka ulivae, na ni kwa sababu umeshindwa kumuuliza nivae vazi gani. Wengi hatumpi Mungu nafasi ya kwanza, even though we claim kwamba Mungu anaongoza hatua zetu, but tumekuwa ni watu ambao tunaishi kwa vile na namna ambavyo tunataka sisi, but we don't give God the first position in our life so that he can be able to control us. He can be able to own our lives. Tunajidanganya wenyewe, hatumdanganyi Mungu.
kwa sababu kuna baraka tunazozipoteza only because hatujampa Mungu nafasi anayotakiwa kuwa nayo katika maisha yetu. Neno hili lilinifanya nikarudi nikaenda nikatafakari Ezekiel 16 ambayo inazungumzia namna ambavyo Mungu alimhurumia Misri. Mungu alimhurumia Israeli ambaye alikuwa ametupwa, amezaliwa amegagaa katika damu, hata katika kitovu hajakatwa. Lakini Mungu alimkata kitovu, akaponya majeraha yake, akamvalisha na vazi jipya na kumpa jina la heshima. Lakini pamoja na yote haya ambayo Mungu alifanya kwa kumvalisha vazi jipya, bado Israeli alikwenda kinyume na kusudi la Mungu. Bado Israeli aliona kwamba miungu mingine ina thamani zaidi kuliko Mungu aliyemtoa katika uchafu, kuliko Mungu aliyemkata kitovu kutoka katika tumbo la mama yake, kuliko Mungu aliyemponya majeraha yake, kuliko Mungu ambaye alimvisha na kumpa jina la heshima. Tunapoingia katika maombi ya toba na kumrudia Mungu juu ya mavazi machafu tuliyoyavaa, lazima tuelewe kwamba misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tusiende mbele za Mungu na kuomba tuvae mavazi mapya kabla hatujavunja misingi ambayo imetuvalisha garments zisizofaa, misingi ambayo imesababisha tunajikuta tuna tabia ambazo hazistahili, tabia ambazo Mungu hajaziumba ndani yetu, misingi ambayo inatutoa katika kusudi la Bwana. Tukae mbele za Mungu na kuomba toba juu ya hiyo misingi, kwa sababu kuna tabia ambazo zimekuwa transferred kutoka familia tulimotoka na zinatuletea uharibifu, zinatuondolea baraka, zinatuletea mazuio watoto wa Mungu. It is time tumuombe Mungu atuondolee kila aina ya misingi tuliyoibeba, atengeneze kwa upya, atengeneze misingi yake ambayo alikuwa ametutengenezea tangu tulivyoingia katika matumbo ya wazazi wetu. Ile identity ambayo yeye alikuwa nayo juu yetu kutoka heaven. And for that we need to ask God for restoration. Yes, mtoto wa Mungu, yumkini kwa sababu ya maisha tuliyoyaishi, yumkini kwa sababu ya mavazi machafu tuliyoyavaa, when we ask for restoration, there will always be a price to pay. But it is better for us to pay that price, knowing kwamba he's directing our ways, na kuona tunaenda sehemu iliyo sahihi, na pamoja na kwamba tutakuwa tunalipa gharama, lakini while paying hiyo gharama tunatembea vipi kwa ajili ya utukufu wake. Mungu aendelee kutusaidia sana juu ya neno hili la mavazi, ambalo Baba inaonekana anataka sana tulielewe kwa zaidi na zaidi, kwa sababu ya mahali ambapo anataka kutupeleka katika maisha yetu. Kuna mahali Mungu anatupeleka, kuna mahali Mungu anatupeleka, lakini lazima tujue tumevaa mavazi ya aina gani. Kuna huduma Mungu anataka ufanye, lakini lazima ujue umevaa vazi la aina gani. Amekupa identity gani mbinguni ili uweze kufanya huduma aliyokuitia, kwa sababu huduma ziko tofauti. So what is the type of the garment that you've been given by the heavens, kwa wewe kuweza kufanya kusudi la Mungu? Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante Bwana kwa kutukumbusha kwamba wewe ni Mungu ambaye unatuvika mavazi kabla ya kuwepo kwa misingi ya ulimwengu, lakini pia Bwana unatutambua kwa mavazi ambayo umetuvalisha. Na Baba, kuna wakati tunakuja mbele zako tunashindwa kutambulika kwa sababu tumevaa mavazi ambayo hayafai. Mungu mtakatifu, kwako liko kimbilio, kwako liko tumaini, kwako uko uweza.
Tunakuja mbele zako Baba na mioyo iliyopondeka kabisa, mioyo isiyofaa. Tunajua kwamba Bwana tumekukosea, kwa maana Mungu tumeruhusu miili yetu kuvishwa mavazi yasiyotokana na will yako, kuvishwa mavazi ambayo hayatokani na mbinguni. Yehova, tunavaa mavazi tunayotaka sisi wenyewe, na matokeo yetu Bwana tunashindwa kutambulika, tunashindwa kuendelea mbele, tunajitengenezea mazuio wenyewe. Lakini bado tunakuja kwako kwa malalamishi kwamba Mungu, hatufanyiwi vile tunavyoomba. Kumbe Father, tumevaa mavazi yasiyostahili. Baba, tunanyenyekea magotini pako, tunaomba toba, tunaomba rehema. Uturehemu Mungu, utusamehe kwa mavazi ambayo tumeyavaa ambayo hayastahili, mavazi ambayo hayafai, Mungu wa mianga, mavazi ambayo yanatuletea uharibifu, mavazi ambayo yametokana na misingi iliyoharibika. Baba, tunaomba toba na rehema. Hiyo damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani ikapite ndani yetu, ikasafishe, ikatakase, ili Bwana tuweze tukavaa tena mavazi yanayokubalika mbele zako, yale mavazi ya rangi ambazo Mungu umeamua kutupa kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, ninachokuomba Mungu, ukawatafute watumishi wako mahali na mahali walipo, ukaseme nao zaidi Bwana juu ya neno hili, ukathibitike Mungu wa mianga na aina ya mavazi wanayotakiwa kuvaa. Mfalme Baba, ukawavishe mavazi ambayo Mungu wanatakiwa kuvaa kwa ajili ya kuendelea na huduma ambayo umepanda ndani yao. Mungu mtakatifu, tunajua kabisa kwamba shetani naye anakazana ili kuweza kutuharibu na kututoa katika kusudi, lakini wewe ni Mungu ambaye unatujua na unafanya zaidi ya vile tuombavyo na zaidi ya vile tuwazavyo. Na Baba, tunachojua ni kwamba hakuna mbegu yako ambayo utaruhusu itaharibika pale ambapo Bwana tukikurejea wewe na kuomba kwa toba na kunyenyekea ndani ya mioyo yetu kwa toba iliyo ya kweli. Bwana, utahurumia na kusamehe nchi, ili Bwana tuweze kurudi tena katika nafasi zilizopotea. We are asking you, oh Father, for restoration. Tunachokusihi Bwana, ukaamshe hiyo roho wa Mungu ndani yetu, wa kuweza Bwana kuamsha hamu ya kuweza kulitangaza neno lako, hamu ya kukutafuta wewe kwa bidii, hamu ya kuvaa mavazi yaliyo sahihi, hamu Bwana ya kutenda kazi yako na kuendelea kujenga hekalu lako. Yehova, haijalishi Bwana mbele yetu atakuja wakina Sanbalati na kina Tobia, lakini bado Mungu utakwenda kuthibitika na kuonekana, ili Bwana ufalme wako ufanyike kuwa mkuu zaidi na zaidi. Asante kwa maana wewe ni Mungu unayesikia maombi. Asante kwa maana Bwana mkono wako si mfupi hata ukaacha kubariki na kuponya. Asante kwa maana Mungu neema yako yatosha na inaendelea kutufunika kila iitwapo leo. Ni katika jina la Yesu Kristo lipitalo majina yote tunaomba tukiamini. Amen. Asanteni watoto wa Mungu. Mungu awabariki na kuwalinda, na muwe na wakati mwema. Amen.